Karibu Kipande Channel. Uturuki yaagiza kukamatwa kwa Netanyahu kufuatia shambulio la Frontilla. Uturuki imesema itaomba Interpol kutoa ilani nyekundu ya kimataifa ya kumtafuta na kumkamata waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika kesi inayohusiana na shambulio dhidi ya wanaharakati waliokuwa wakijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu Gaza. Waziri wa sheria wa Uturuki Akin Gulak amesema hati ya kukamatwa zimetolewa dhidi ya Netanyahu na mshukiwa mwingine kwa tuhuma za zikiwemo mauaji ya kimbali, uhalifu dhidi ya binadamu na mateso. Kesi hiyo inawahusisha watu 35 kufuatia hatua ya Israeli kuingilia boti za Global Sea Frontilla katika maji ya kimataifa ambazo zimekuwa zikielekea Gaza kupeleka misaada. Uturuki ni miongoni mwa wakosoaji wakubwa wa operesheni za kijeshi za Israeli Gaza na imekuwa ikitaka hatua za kimataifa zichukuliwe dhidi ya Israeli. Israeli imekanusha tuhuma za ukiukwaji wa sheria za kimataifa na haki za binadamu. Hayo ndio yanaendelea huko nchini Uturuki, lakini pia na huko nchini Israeli. Kumbuka Israeli ni mpinzani mkubwa wa Uturuki, lakini pia siku za hivi karibuni tumeona kuna mzozo mkali sana kati ya Uturuki na Israeli, kwa maana rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli. Kwa hiyo kwa sasa tumeona kwamba katika siku za hivi karibuni tumeona bishano au mzozo au vita vya maneno kati ya Uturuki na Israeli umeongezeka sana, na baada ya Israeli kufanya shambulizi la kushtukiza au la ghafla kule Syria. Kwa hiyo yote haya yanachangia na kutofautiana kimawazo, lakini pia na kimkakati, na hasa katika operesheni ambazo Israeli ilikuwa inafanya tangia mwaka 2023 na 24 mpaka hivi sasa huko nchini katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Kumbuka lengo la Israeli ni kuendelea kuteka maeneo mengi nchini kule ukanda wa Gaza na kuweka vitongoji vya makazi au walowezi wale wa Kiyahudi. Kumbuka kule Israeli ni watu ambao kuna mawadhiri ambao wenye msimamo mkali, kwa mfano kama Itamar Gavil ambao ni watu wenye msimamo mkali sana. Kuna Smotrich, kuna waziri wa fedha bwana Smotrich ambayo ni mtu ambao ni msimamo mkali sana katika nchi hiyo ya Israeli. Lakini Uturuki kutoa hati hii ili kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu, hii inatoa fursa mbili au inatoa nadharia mbili. Nadharia ya kwanza, huenda Uturuki anataka kumwajibisha waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu kwa kile ambacho yeye anadai ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya kibinadamu uliofanyika kule ukanda wa Gaza. Lakini pia bwana rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anajaribu kuonyesha ushawishi katika eneo hilo kutokana na uhusiano wa diplomasia ambao ulikuwa dhaifu kwa sasa katika nchi hizo zote mbili kati ya Uturuki na Israeli. Kwa hiyo tunasubiri tusikie tangazo kutoka kwa Marekani, ambayo Marekani alikuwa ni mtetezi na mpaka sasa ni mtetezi wa Israeli. Sijajua kama anaweza kaunga hoja hii kuhusiana na kukamatwa kwa rais wa kule huyu waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo yote kwa yote tunasubiri nini kinaweza kutokea, lakini binafsi nafikiri kuna haja ya kukaa chini katika meza mazungumzo ili kutoa mwanya na kuzungumza kwa yale ambayo masuala ambayo wanakinzana katika nchi hizo mbili. Kwa hiyo nafikiri kwamba hakuna haja ya kuanza kugombana, na sasa tumeona kwamba diplomasia katika hizo nchi zote mbili, mahusiano yao yameshuka kwa kiasi kikubwa sana kutokana na mazingira ambayo yanaendelea ya kutofautiana au kufautiana kati ya nchi hizo mbili, kati ya Uturuki na Israeli. Na kuna wasiwasi kwamba huenda Uturuki wakaivamia Israeli, lakini hata hivyo bado tuna uhakika wa asilimia ngapi, lakini kwa mazingira jinsi alivyo
Uturuki huenda akafanya mashambulizi dhidi ya Israeli. Lakini kumbuka Uturuki ni mwanachama wa NATO, lakini pia na Israeli ni mshirika wa kimkakati wa Marekani. Kwa hiyo yote kwa yote yanawezekana. Inawezekana Uturuki akaivamia au akafanya mashambulizi nchini Israeli au akatumia eneo lile la Syria ili kuingia vitani kati ya Israeli na Uturuki. Na tujue kwamba baada ya ujumbe wa Uturuki kwenda kule Syria, Israeli walifanya shambulizi kubwa na kuleta uharibifu mkubwa katika kambi ya jeshi katika eneo hilo la Syria. Kwa hiyo hata hivyo Turuki alilani sana shambulizi hilo na kuliita ni shambulizi ambalo lisilokuwa la msingi. Kwa hiyo yote kwa yote tunasubiri nini kinaweza kutokea, lakini hata hivyo bado kuna tension ambayo ni kubwa sana eneo hilo la Middle East. Lakini kukamatwa Netanyahu atajibu vipi endapo Interpol wataanza kufanya msako dhidi ya kumkamata huyo waziri mkuu wa Israeli ambaye ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo kwanza kabisa Israeli anaweza kaijulisha Marekani kuhusiana na swala hilo, lakini pia uhusiano kati ya Uturuki na Israeli inawezekana ukaendelea kudorora zaidi, na inawezekana wanadiplomasia kati ya hizo nchi mbili basi inawezekana wakaanza tena kuleta kurudishwa makwao kutokana na kushuka kwa mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hiyo nafikiri kwamba hali bado ni tete katika wawili hao na hatujajua ni nini kinaweza kutokea, lakini binafsi nafikiri diplomasia kuna haja ya kukaa chini kwenye meza mazungumzo na kuona ni kuna namna gani wanaweza kumaliza au kutatua tofauti zao kwa kutumia mazungumzo. Asanteni sana jamani, na tutakutana tena hapo baadaye. Karibu Kipande Channel, usikose kusubscribe na kufollow. Asanteni na asubuhi njema.